السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Tumshukuru Allah, tumtakie rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye amekuja kutufunza ustaarabu mimi na wewe, ili tubakie katika hadhi ya utukufu ule ambao Allah ametuumbia na anatutaka tuishi kwao. Ndugu zangu watukufu, popote pale mlipo, tunaisoma aya hiyo, inatufungulia mlango. Allah anasema basi waoweni wanawake kwa mujibu wa sifa zenye kuwavutia kwao, wawili, watatu, wanne. Mkihofia kwamba hamjajipanga kuweza kumudu mke zaidi ya mmoja, basi endeleeni kubaki na mke mmoja. Aya hii inaturudisha darasani, inayaanika mambo manne. Jambo la kwanza, aya inatupa ruksa wanaume ya kuoa mke zaidi ya mmoja. Lakini jambo la pili, aya inasema waoweni wanawake kwa mujibu wa sifa zenye kuwavutia. Yani oa mtu ambaye unampenda, muoe mtu ambaye unahisia naye, mpende. Usimuoe mtu kwa kulazimishwa, kwa sababu hutamtendea haki katika safari ya huba, safari ya mapenzi, utamjaza mikwenzi. Sehemu ya tatu, aya inasema inataja idadi ya kuoa ni wawili, watatu, wanne. Lakini mwisho kabisa inamalizia, sharti la kuingia ibada hii ni uadilifu. Uadilifu ni kukiweka kila kitu mahala pake, kukipa kila kitu haki yake kinachostahiki, ndio uadilifu. Kwa hiyo kwa upande mmoja, wanaume tunapaswa kuwa na maarifa ya kutosha namna ya kuyaangalia haya mambo manne. Tunufaike na ruksa moja, mbili, tuoe tunaowapenda. Lakini tatu, idadi ya wanawake wa kuoa ni wawili, mwisho wanne, mmoja dharura. Na mwisho, ili kuiendea ibada hii ni uadilifu. Kwa hiyo mwanamume anatakiwa akusanye nguvu sasa, mbali ya nguvu ya uchumi, mbali ya nguvu ya kiafya. Mume anahitaji awe ameboreka, ajiboreshe katika eneo la nguvu ya kiuongozi, namna ya kuweza kuisimamia ndoa hii ya zaidi ya mke mmoja. Lakini swala la uadilifu sio tu kwa wanaume, hata nanyi wanawake ni sehemu ya huu uadilifu. Wake wanaoweza kutosha katika ndoa chini ya viongozi wanaume, fasalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi bima hafidhullah. Na wanawake wema ni wale wenye kutii na wanajihifadhi hata kama waume zao hawapo. Kwa kusema hilo, hebu sasa leo tunaingia kuishi katika ulimwengu wa wanawake ndani ya ukewenza. Na waombeni wanawake na uhitaji ushirikiano wenu. Karibuni kwa Mshauri Nasaha. Mwalimu Dimoso anazungumza na wewe. Wajibu wa kila mke katika ndoa hii ya ushirika. Naam, wajibu wa kwanza wa kila mke, jamii inahitaji kupokea fungu la maarifa lenye kujitosheleza
Hatuna sababu ya kuleta migogoro kwenye taasisi ya familia. Kama tulivyofeli kwenye ndoa ya mke mmoja, ndivyo tunaendelea kufeli kwenye ndoa ya zaidi ya mke mmoja. Wanaume sisi ni tatizo kwa upande wetu, lakini nanyi wanawake pia mnayo matatizo ambayo yanapelekea ndoa hii ya ushirika kuonekana haifai na wala jamii haitamani. Hebu sasa, wajibu wa kwanza, kila mwanamke ambaye ama kila mke ambaye ataishi katika hii ndoa ya mke zaidi ya mmoja ajitambue katika maeneo haya yafuatayo. Kila mke, wajibu wa kwanza ni kumtii mume, utii kamili kwa mume, utii usioambatana na masharti. Kila mke sheria inamwajibisha amtii mume. Hili jambo la kwanza. Swala la mume kuongeza halikupi nafasi mwanamke wa ndoa kuvunja utii kwa mmeo. Kila mke ajiandae, swala la utii liwe pale, utii bila masharti. Unatakiwa umtii mume wako kwa kuwa ndio bosi wako, kwa kuwa chini yake ndio ipo wewe, pepo yake. Pepo yako wewe ipo chini yake. Huna sababu ya kupunguza utii kwa kuwa mume ameoa. Usiteswe na dhana mbaya za mitaani kwamba mume akiongeza mke kwamba sasa wewe kakuonaje, ufai. Unaanza kupoteza utii kwa sababu kaoa. Akisema mimi wa nini, wapo watu wanasema watanipata lini. Hizi kauli si kauli za kidini, ni kauli za kuokota majalalani mtaani, hazina nafasi katika dini. Naam. Kuna maswali huwa wanawake wanajiuliza, kwa nini aoe? Kwani anakosa kipi kwangu? Haya si maswali ya dini. Au inawezekana mume akachelewa kurudi katika zamu yake. Mke, usitatizike kupunguza utii kwa dhana mbaya kwamba huenda yupo kwa mke mwingine. Utajitesa wewe. Inawezekana kachelewa kwa masuala mengine tofauti. Wewe kaa kama mke, usimpunje mume. Unatakiwa umpe mume utii kamili. Swala kuchelewa kurudi utalijua baadaye, lakini haki yake ya utii tangulie. Huu ndio Uislamu. Lakini msiteswe na dhana wanawake kuonesha mwanamume baada ya kuoa kwamba eti anampendelea kila kitu. Unampendelea mwenzangu, nilishajua haya mie, na bado unaishi katika dhana bandia. Zitakutesa, utazipa nafasi dhana bandia ziue hisia zako. Utajitesa kwa jambo ambalo silo. Wallahi natamani kuwaambia wanawake wengi, huwa mnateseka kwa dhana ambazo ni za bandia, za kutengeneza. Acheni kuishi kwenye hisia za kutengeneza bandia. Mume kila akikuelekeza, hiyo haipo hivyo. Nimechelewa, nilikuwa na shughuli nyingine. Hamna, ulikuwa kwa mke wako huko. Ama wengine mnasema ulikuwa kwa mwanamke wako huko. Wewe unajitesa. Tunapaswa turudi darasani. Uislamu umeruhusu ndoa ya wake wawili, watatu mpaka wanne. Mlijue hilo. Kwa hiyo ndani ya maisha haya mnatakiwa utii kamili uwepo pale pale. Nizungumzaye hapa ni mume wa wake watatu. This speech is from somewhere and not from nowhere. Darasa hili linawajieni kutoka katika vyanzo halisi, sio vyanzo vya kusoma kwenye vitabu. Kwa hiyo hali hii inawatesa sana wanawake. Mnajikuta kwa kumdhania mume vibaya, na kwa kuwa tayari mna allergy, mna hasira za kuongezewa, basi mnavunja utii. Kufanya hivi ni kosa. Baadhi ya wanawake kwa kukosa utii kwa waume baada ya mume kuongeza, wamkutia mke sasa anatoka nyumbani bila ruhusa. Yaani anavunja kabisa utii. Nikombe ruhusa nini? Umeoa? Na mimi natoka. Huu ni utapiamlo wa kimaarifa. Hii ni kwa shakoo, kukosa maarifa ya kutosha. Tumewasikia, tunawafikia.
jamii inayumba kwenye ndoa. Si ndoa ya mke mmoja, bali ukija kwenye ndoa ya mke wa pili ndo kabisa hali mbaya. Tunakwama wapi ikiwa dini hii ni sahihi? Baadhi ya wanawake kadhalika, mbali hao wanaotoka bila ruksa, kuna wengine wanaamua kupunguza hijabu. Anavua hijabu, anakwenda kichwa wazi. Kisa nini? Mimi kaongeza na mimi sasa namkomesha. Vua hijabu, tupile hijabu. Unavua hijabu kwani ulikuwa unavaa hijabu kwa ajili ya mume au kwa ajili ya Allah? Angalia wanawake mnavyokosa tauhidi. Angalieni wanawake mnavyoyumbisha maisha ya familia kwenye ndoa. Huu ndio Uislamu. Naam, wengine mnakwenda mbali kusitisha huduma. Hamtaki hata kulishiriki tendo la ndoa. Wakati sheria iko pale, mwanamume anapomwita mkewe kwa ajili ya tendo la ndoa, mke hana haki ya kukataa, hali ya kuwa hana udhuru wa kisheria. Hata kama alikuwa anapika jikoni aepue chungu. Angalia ndoa yako kwa mumeo, acha kuteseka kuangalia ndoa za wake wenzako. Linda ndoa yako wewe kama wewe, sio ishu kuangalia wengine. Sasa wanawake wengi mnateswa na umbumbumbu na kubeba dhana bandia zilizojaa na kugubikwa roho mbaya na ubinafsi na chuki na presha kutoka mitaani. Mnakuwa mithili ya pila linajazwa upepo. Lakini wengine wanakwenda mbali ni kulalamika mfululizo non-stop. Yaani mume anarudi usiku tale, nakwambia kwani umenionaje? Mpaka uende kaniolee mke mwingine. Kwani umenionaje? Basi utalalamika umenionaje? Wewe ukakuona vizuri. Kwani mlipoolewa mlikuwa hamkusikia kwamba ndoa ya Waislamu inaanzia wake wawili mpaka wanne? Masikio hajapata kusikia haya? Kipi kinawafanya mshangae? Kipi kinawafanya mshangae? Kwa hivyo malalamishi, kuna mume mwingine anasema mke analalamika, yani hata kulala mume halali, kila kilala anapigwa, wewe kwani umenionaje? Kumbe kifafa cha ukewenza kinakutesa na kitakutesa sana ukiwa mbumbumbu. Hebu njoo mwalimu, ninakuita. Njoo dada yangu, kabla shando hili, kwa nini uteseke? Na mshauri na saa wako nipo. Tena nafungua mlango. Njoo tuongezane virutubisho. Tupige vita huu utapiamlo na kwa shako ya elimu kwenye ndoa. Taarifa kutoka katika makablasha ya kiwahi ni kwamba mwanamke upaswi kumpunguzia mume wako utii eti kwa sababu wameoa. Wapo baadhi ya wanawake wanakwenda mbali zaidi. Wakati mume anagawa zamu na yeye anagawa zamu, anakwenda kuziniwa. Tena anaiambia jamii, sikaniona wa nini? Wenzake watanipata lini? Ni kubeba ukafiri, wala si Uislamu. Hizi ni fujo kwenye dini. Alafu ndio nyinyi wanawake mnakwenda kuitangazia jamii ukiwenza, moto wa dunia. Anayewasha moto nani? Hivi anayewasha moto ni nani kama sio nyie? Kwa jukumu la kwanza tunawapa ushauri wanawake ambao waume zenu wameongeza. Usilipize kisasi kwa namna ya kujibebesha ukafiri, ukakosa radhi za Allah kupitia kwa mumeo. Tunawashauri, hebu ongezeni utii, ongezeni ucha Mungu, utawapunguzia majonzi, mtapata mahala pa kushtakia. Amkeni usiku, ongezeni ibada, muombe Mwenyezi Mungu akupe moyo wa subira. Mume umpendaye ameshaoa. Kama ulivyokuwa wewe mke, na mwanamke mwenzako ana haki ya kuwa mke. Ahibba linasi ma tuhibbu linafsik. Wapendelee watu unachokipendelea nafsi yako. Kwa hiyo hebu mpe utii mumeo kamili bila kumpa masharti. Zidisha, jikague. Angalia mapungufu yako kwa mumeo. Angalia yale ambayo mume anayaona kwako ni mapungufu, mnagombana sana, yarekebishe. Kwa sababu utakapoendelea kuwa nunda, kuna maneno yanasema chula ukimsukuma ndio unamuongezea mwendo.
Sasa ameshaoa, maji yakishamwagika yazoleki. Wewe kubali tu, tayari mke mwenzio ameshakuja. Hata ukapunguza utii, ukajitoa akili, ukajitoa fahamu, bado sio dawa. Mume ameshaoa. Taarifa hiyo pokee. Acha uchizi wewe. Tuachie kifafa cha ukewenza hicho. Hebu rudi katika network. Acha mnala usome. Naam. Kwa hiyo jukumu la kwanza tunalifunga namna hiyo, kwamba mwanamke anatakiwa achukue tahadhari. Ogopa kumuombea dua mbaya mumeo na mke mwenzio. Umeona kwa sababu tu ya michuki yako. Wachukulia hao ni ndugu zako katika imani, ni washirika wenzako katika safari ya kwenda akhera. Waombee dua nzuri, wachukulie kama ni binadamu, wanatakiwa waombewe dua. Kama wana maradhi wanatakiwa wapone. Ubinadamu uko pale, hata wewe na wewe una matatizo yako kadhalika. Haina maana wewe ni mkamilifu sana. Kama upate watu kukuambia, mwalimu ndio nakueleza sasa fursa hii. Tulia tu, acha wenge. Yaani tulia darasani. Hii ndio fursa hii. Na Allah ameniongoza mimi niseme na wewe. Huna haja ya kujitoa fahamu, kuleta shida. Naam. Kwa hiyo wajibu wa kwanza. Wajibu wa pili, kwa kila mke aliyopo ndani ya ndoa, haswa hii ndoa ya ushirika, kila mke anapaswa kumpa mume utulivu. Ni moja katika malengo ya ndoa, kupeana utulivu, sio maumivu. Mume anahitaji utulivu. Utulivu ni wa mwili, the whole body, akili, utulivu wa moyo, utulivu wa kihisia, kiimani. Utulivu kwa mume unaweza ukavurugwa na vyanzo vingi katika mizunguko mbalimbali, kwenye biashara, sehemu za kazi. Inawezekana kadhalika utulivu wa mume ukavurugwa, huenda alipita nyumba moja kusalimia, akapalangana huko na mke mwenzako. Mume sasa anakuja kwako, nafasi yako ni kumtuliza, sio kuangalia katoka nyumba nyingine. Yaani wewe akishaingia 18 zako, cheza kama mke ambaye umeolewa, hajatumwa mtoto wala ukulazimishwa. Tena uliambiwa umekubali kuolewa mke wa pili, nimekubali. Chenga hizo unazitoa wapi sasa? Unafeli wapi wewe? Unayumba wapi wewe dada? Naam. Mwalimu niko darasani. Mshauri na saa ndani ya fani. Tunahitaji kukitibia kitengo cha familia, kitengo cha ndoa zaidi ya mke mmoja, kwa kirutubisha. Hebu bebeni virutubisho. Turudishe heshima ya Uislamu, nidhamu ya dini katika maisha ya ndoa ya zaidi ya mke mmoja. Naam. Ndugu zangu katika imani, mume anahitaji utulivu wa kiakili. Kila mke anapaswa awe na elimu. Amshauri mume, ampe ushauri wa kiwango. Kumbukeni enyi wanawake, mume anapooa mke zaidi ya mmoja, anatanua wigo wa kupata utulivu. Anatanua wigo. Huenda kuna madhaifu kwa mke huyu yakawa makamilifu kwa mke yule. Kwa mume huyu ana balance. Unaona madhaifu yako wewe yatabebwa na mke mwingine. Asona hili ana lile. Na Mtume anatuambia wanaume sisi sallam, mwanamume aliyeamini asimchukue mke aliyeamini. Akikuudhi kwa kipengele kimoja cha tabia, atakufurahisha kwa kingine. Naam. Hivyo kila mume anahitaji utulivu wa kiakili. Tushaurini, tuongezeni maarifa. Hebu someni hisia zetu tunaporudi. Pale panapohitaji kutuongezea mawazo tuongezeeni. Msikae kama magogo. Ninyi ni washirika wenza ninyi. Naam. Mume anahitaji utulivu wa kiroho. Kiroho manake kiimani. Mshauri mume juu ya utendaji wa ibada mbalimbali. Namna gani anaweza kaziendea ibada mbalimbali. Mshauri aweze kuamka usiku. Mshauri utoaji wa sadaka, ibada mbalimbali. Mshauri mumeo ili aweze kuwa hewani, asimame kama kiongozi alokuwa mwadilifu, al-imamu al-adil, awe kiongozi mwadilifu ndani ya kaya ya familia. Mume anahitaji utulivu wa kimoyo, yani hisia. Muondoshe mumeo hisia za simanzi zinazoweza kuudhuru mwili wake, zinazoweza kuiathiri afya yake, ili awe hewani.
Ogopa kumtengenezea mume mazingira ambayo utamsababishia aathirike kiafya. Muondolee mifadhaiko. Kumbuka sio mke peke yako, kuna wake wenzako, kuna watoto wa wake wenzako. Familia nzima hiyo inamtegemea mume ndo kama dereva. Acha kutibua mawimbi ya baharini kwa umbumbumbu. Hebu turudi darasani jamani. Ndoa bila elimu ni sawa na chai bila sukari. Haya maisha tunayoona yanatutesa katika ndoa ni matokeo ya Waislamu kuto kuiangalia ndoa kama taasisi nyeti iliyobeba hisia, iliyobeba maisha yetu. Inatakiwa taasisi iheshimiwe. Jamani, hebu tubebe virutubisho. Tunahitaji virutubisho lishe. Tutoke kwenye umbumbumbu, turudi njia kuu. Naam. Epuka kuwa chanzo cha mashaka kwa mume. Epuka kuwa chanzo cha mashaka kwa wake wenzio. Acheni kuyumbisha gurudumu. Kila mmoja ajiboreshe, ahakikishe mume anatulia. Hata kama utagundua kwa mke mwingine utulivu hamna, wewe sasa rekebisha, balance, equalize, ili mambo yakae vizuri. Hizi ndio darasa ambazo inatakiwa jamii izipate ili tuweze kujitibia katika ndoa. Wajibu wa 3. Kila mke katika ndoa hii ya ushirika anapaswa kujipanga kulinda ndoa yake na kulinda ndoa za wake wenzio ama ya mke mwenzio. Naam. Kila mke anawajibika kulinda ndoa yake na kulinda ndoa za wake wenzio zisiharibike. Ni jukumu lako katika kuuboresha umma wa Kiislamu. Ndoa ya zaidi ya mke mmoja ni mpango maalumu Allah ametuletea kuuboresha umma wa Kiislamu. Hebu fikiria madhara yatakayotokea baada ya mwenzio kuachwa. Namna wewe unavyopenda kuwa kwenye ndoa na mwenzako naye anapenda kwenye ndoa. Fikirieni madhara, mkafanya fujo, mkafanya hujuma, mke mwenzako aachwe akasambaratike, aidha na watoto, ama watoto wabaki hapa wateseke, waende kule wateseke. Unadhani unavuna nini wewe? Faida gani utaipata dada yangu? Enyi wanajamii, enyi ndugu zangu popote mlipo duniani, hebu njooni darasani tukitibie kitengo cha familia kinaumwa. Masherehe makubwa kwenye maukumbi, elimu hakuna. Yani kama vile mamemkwa tabu darasa. Tunakwama wapi? Ikiwa inna dina inda Allah al-Islam. Mfumo sahihi wa maisha ni Uislamu. Leo unakosekana vipi usahihi kwenye taasisi ya ndoa? Tunakwama wapi? Mwalimu Dimoso, mshauri nasaha. Kwa kuliona hilo nimeona nisikae kimya na mimi nitie mchango wangu katika dini. Ndio nakuja kwa staili hiyo. Hebu onesheni ukomavu katika kutetea ndoa ya mke mwenzako. Hiki ni kipawa kikubwa cha moyo. Onesha ukomavu. Usifurahie ndoa ya mwenzako kuvunjika. Usichekelee kiboko kinachomchapa mwanamke mwenzio. Naye ni binadamu, ana haki ya kustahamiliwa, ana haki ya kuvumiliwa. Huenda hata wewe una madhaifu yako, lakini wenzako wanayabeba. Sasa acha kujiona wewe malaika unataka kuwafanyia fujo wenzako waondoke. Hizo ni fujo. Hatutaki fujo kwenye dini. Tafadhalini. Huu ndio ujumbe huu. Jukumu la 4, wajibu wa 4 wa kila mke aliyeolewa kwenye ndoa hii ya ushirika. Naam, ni kumshauri mume. Tunaitanua tena juu ya mambo ya kiroho. Mkumbushe jinsi ya lengo letu la kuwepo duniani, lengo la maisha. Harakati za utafutaji riziki, kupika, kula, kuzaliana, watoto. Nini lengo lake? Mpira huu mwisho wake wapi? Ni rahisi kwa familia isiyokuwa na malengo
wakazama katika utafutaji wa maisha ya dunia, alafu hawajui wanaenda wapi. Mali mnazotafuta kwa lengo gani? Tunatafuta mali zituboreshe maisha, kilele chake tumwabudu Allah. Hatutafuti mali kuangamizana. Tujue malengo ya kuwepo duniani. Hebu tukumbushane kwa upana katika familia. Tusingelitegemea kuona hii shida za mivutano, tamaa za mali zinawatesa wanawake mpaka mnahangaika kwa waganga. Mnakwama wapi nyie? Mkikosa lengo, mtakuwa watumwa wa kujilimbikizia mali, na mtaibua malengo mengine kinyume na malengo ya ninyi kuwepo duniani. Hali ya kuwa kifo hicho kipo mbele yetu. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Vipi wanadamu kumewashughulisha mno katika wingi wa kutafuta mali na watoto, mpaka muda wa kurejea makaburini unafika, mnaondoka hali ya kuwa dunia mmekosa na akhera mmekosa. Kalla, sivyo hivyo, mnacheza rafu. Lau ta'lamuna ilma al-yaqin, lau mngejua, lau mngalikuwa na ilmu ya kujitambua kwamba ninyi mtafariki dunia, mtakwenda kutokea mbele ya Mola wenu mkaulizwe, msingefanyana ushirikina kwenye ndoa. Lau kama mngejua ninyi ni marehemu watarajiwa na mtaapia, you are going to appear before Allah, mtatokea mbele ya Allah, wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan najma'a lakum maw'ida. Allah siku atakayowauliza, hivi nyie siku mtakapopangwa safu safu, Allah atauliza, unyonge gani uliokuta duniani? Mnanijia akhera, hamna hata mali. Unyonge gani uliokuta nyie? Unaonaje faili lako limechafuka? Ushirikina, umemhujumu mke mwenzio, umefanya fujo kuto kumtii mume, umekwenda kuziniwa, ujinga wote umejaa kwenye faili lako. Utachomoka wewe? Hebu jipe muda huo, kae tafakari. Wewe ni Muislamu, acha kujivisha ukafiri. Kwa nini uyumbishe kitengo cha familia? Unachangia kuudhalilisha Uislamu, ionekane ndoa zaidi mke mmoja haiwezekani, kumbe wewe ndio sababu. Alafu ndio ninyi wanawake mnatangulia kwenda kujihami kwa jamii, kuonesha kana kwamba Uislamu hautekelezeki, wanaume sio waadilifu. Kwa ninyi sio sehemu ya huu uadilifu? Mwalimu, niko darasani, ni matokeo haya ya jamii ya Kiislamu haina semina za ndoa. Twafunga mandoa bei kubwa kwenye maukumbi, lakini tuko mambumbumbu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hatobadilisha fujo hizi, umbumbumbu huu tuliokuwa nao Waislamu katika taasisi ya ndoa, mpaka tubadilishe gea yetu ya mtazamo. Turudishe ndoa katika wahai, ndoa irudi katika la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Naam, karibu Mwalimu Dimoso. Hebu mke mshauri mume juu ya kuzina ibada mbalimbali, swala za jamaa, funga mbalimbali za sunna, ili kujenga familia bora iwe chanya katika dini. Lakini tukumbuke, kila mke ana haki ya kuangalia pata za mwenzake, pata za mwenzako, haki za mwenzio. Kila mke hakikishe pata za wenzake zinapatikana. Asikubali wake wenzake wapunjike. Dada yangu, usikubali kuwapunja wake wenzio. Chukua unachostahiki. Upo katika ndoa ya ushirika wewe. Kila mke ana haki katika hii ndoa. Acha kujitanua kama kobe anatosha peke yake kwenye nyumba. Tuachie fujo hizo. Naam.
Acha kuwasikiliza marafiki wasiofaa, wanaweza kukushawishi kumhujumu mwenzio. Sijajua kama umma unachukua hizo tahadhari. Mkumbushe mumeo kutoa haki kwa wengine. Hauko peke yako kwenye ndoa wewe, una wenzako wewe. Kumbushe mume. Usimfuji mume akashindwa kufaa kwa wenzako. Maana zipo tabia wanawake mliolewa wakutia, ushajua huyu mume kakupenda sana, unataka yani umfuji ili atoke mwambia nenda kwenye zamu akose. Kumlazimisha tendo la ndoa, kumlazimisha mambo ambayo akiyafanya kwako kwingine hawezi. Hizi ni hujuma. Alafu eti ndio mnakwenda kutangaza wanaume sio waadilifu, wanaume ukiweza moto wa dunia. Kwa staili hii kweli jamii, are we conscious? Tunajitambua? Are we knowledgeable? Tuna maarifa ya kutosha? Allah awaoneni kwa dhulma. Wengi mnajifanya mtosheki kumkomoa mwenzio. Unamfuji mume asifai kwa mke mwenzio. Unataka kila mume akipita kusalimia, unataka tendo la ndoa, hali ya kuwa zamu sio yako. Na unajua huyu mume uwezo wa kutosheleza kote, nitamchosha nimwache aende kwenye zamu, lakini unataka umkomeshe eti mashetani yameamka. Sasa wewe umeamsha mashetani, si umejifanya wewe una nguvu. Hapa uondoke mpaka na mume akisema ondoke unamshambulia kwa maneno ya shombo. Wewe ulijifanya unaongeza nguvu zenyewe una. Alafu mnautangazia ulimwengu ukiweza wanaume sio waadilifu. Kwa staili hii turudi darasani. Kumlazimisha mume ale kwako, haifai. Hebu mtoe, mwambie nenda. Kama atachota tonge moja mbili, mwambie nenda kale uko kwenye zamu. Hata mke mwenzio anapenda ale na mumewe. Kama unavyopenda mwenzako yeye anapenda. Kesha andaa chakula anamsubiri mume, unamlazimisha mume ale kwako. Eti pishi lako wewe lina kiwango. Huo ushamba. Mnatufanyia fujo kwenye ndoa. Alafu ndio ninyi mnatangulia kwenda kulaumu katika jamii. Wanaume sio waadilifu. Mnajitesa kwenda kwa waganga kuonesha bonge la ishu, kumbe mnajikanga wenyewe. Hivi nyinyi mjue Allah anawaona nyie? Jamii tunahitaji tuirudishe jamii ya Kiislamu darasani. Ndoa ianze alifu. Kompyuta ikistaki unarestart. Ndoa zimeshastaki, tulizistati, tuzianze upya. Usifuji mali za familia ili kumkomoa mumeo. Unachukua chako mapema, unajijali wewe na wanao, unajilimbikizia vitu vya anasa, unamlazimisha mume anunue furniture mpya. Kwa kuwa unamsumbua mume, naye anaona usumbufu utoke, anaamua anunue aishe. Kumbe unatokomeza uchumi wa familia. Unamchosha mume akose kufikiria uwekezaji, akose kufikiria kuhusu hatima ya mahitaji ya familia. Hizi ni fujo. Ni wangapi wanawake mnafanya haya? Alafu mnakwenda kutushtakia kwa jamii, wanaume sio waadilifu. Are you serious? Mwenyezi Mungu, tuone waja wako tunavyochezea dini. Kuna wengine wanataka mbadilishe magodoro, makochi, pazia, michango mingi ya harusi. Mimi akikwambia sina, hamna, kwani si ndio umeongeza? Wenzangu wanapewa, mimi ndo namkosi. Na mimi nilishajua na bado ili trailer bado picha kamili. Maneno gani ya shombo, maneno ya wahuni wa barabarani haya yasiokuwa na mantiki. Huku ni kuchoshana. Ninayezungumza ni mume wa wake watatu. This speech is from somewhere and not from nowhere. Ninamaanisha, sibahatishi. Naam, karibuni. Allah anasema kulu washrabu wala tusrifu. Kuleni, kunyweni, msifanye israfu. Huna sababu ya ewe mke ulikuwa kwenye ndoa kumhujumu mume kwa familia nyingine. Ogopa kumfitinisha mwenzio kwa mume eti ili aachwe.
Jamani, ukilinda pata zako na wenzako watapata zao na wewe utapata zako. Ogopa kuwafanyia ubaya wenzio. Okay, naomba hebu tuingie. Nina mfano mzuri kutoka mkoa wa Morogoro. Ni safari ya dada mmoja katika maisha ya ndoa. Dada huyu aliolewa, akamkuta mume akiwa na mkewe. Ni mume wa miaka zaidi ya 55, akiwa na mkewe pia wa miaka 50. Safari ya ndoa imeanza baada ya kuolewa. Kwa kuwa binti alikuwa na miaka 20, anatofautiana na mume kwa miaka 35. Mke akaanza kumpa mume mapenzi ya kiaisha, yani ya kitotototo. Mume akanogewa, akaanza kupunguza baadhi ya haki za mke aliyetangulia kuolewa. Kadri siku zinavyozidi kwenda, mume anazidi kuyumba. Mke anaanza kumwambia, mume wangu, Mtume SAW anasema mwanamume yote mwenye kuwa na mke zaidi ya mmoja akamili akaegemea upande mmoja kwa kudhulumu haki za kisheria upande mwingine, mume huyu atafufuliwa siku ya kiyama aliyekuwa ubavu mmoja unaning'inia. Na kupenda mume wangu, sipendi uangamie. Mashallah, alhamdulillah. Mume akawa haelewi. Mume ikafika mahala zamu ya siku 3 sasa huko analala siku 5, kule siku 2 ama siku 1, na akaenda kule kama vile ameingia maabusu, anatamani atoke, ila huku ndio yuko huru. Mke akawa anamwangalia, anaona viashiria vya uadilifu mume hana. Mume yule akafika mahala, akitoka swala ya Isha anataka kwanza apitie kwa mke mdogo akidi tendo la ndoa, alafu ndio aondoke, wakati uwezo wa kumudu huku na huku hana. Mke akamwambia, mume wangu, unachofanya si haki. Mume haelewi. Mke akaanza utaratibu wa kufunga mlango. Akitoka msikitini Isha, ngongo, binti anakuja dirishani, mume wangu, wa alaikum salam, hapa kila kitu kimekaa vizuri, jamani, bai, anabusu. Mume akaona anabanwa. Hatua ya mwisho kaamua kwenda kumpa talaka mke aliyetangulia. Anakuja siku hiyo kwa mke mdogo, anamwambia, nimeshaliacha. Anamuuliza, umeliacha kalai? Umeliacha nini hii msamiati? Hebu nifafanulie. Nimemwacha huyo dada yako huko, ananibana mimi. Kwa nini umemwacha? Ananibana mimi, na huko unanifungia mlango. Nimeona bora niliacha. Wakati ile nyumba kubwa tayari walishakuwa na watoto, wamewasomesha na wanafanya kazi. Mmoja wapo taasisi nzuri tu za kiuchumi Dar es Salaam. Mmoja anaishi Masaki, mmoja anaishi Msasani. Maisha yanaenda. Lakini huyu mama miaka inakwenda ya ndoa, mtoto hapati. Mke aliyetangulia anaachwa kwa sababu mume ameshamuelewa huyu mke mdogo. Mke baada ya kutamkiwa kwamba nimeliacha, akasema, na mimi kwa kufikia hapa naomba talaka yangu. Wewe unakosa vigezo vya kisheria kuwa mume wa mke zaidi ya mmoja. Mimi kama mtoto wa kike sistahili kuchekelea kiboko kilichomchapa mke mwenzangu. Naomba na mimi uniache. Mume akasema, mimi sikuacha. Afu umesoma dini, unaomba talaka bila udhuru wa kisheria. Akamwambia, hujaona kama kuna udhuru wa kisheria hapa? Msuguano ukaenda. Mume akaja kushtaki katika vyombo vya dini. Jamani, nimekuja kushtaki mke wangu sasa hivi anipe tendo la ndoa, ananishinikiza kwa sababu nimemwacha dada yake na yeye ananivunjia haki zangu. Akaambiwa, hebu kamlete huyo mke, raha ya mazungumzo tupate pande zote mbili. Akawa amekuja yule mke mwingine, yule mke huyo anayeshtakiwa, kesi ikaanza. Mume kaanza kujieleza, jamani, mimi namshtaki mke wangu ananivunjia utii kwa sababu 1, 2, 3. Akaulizwa binti. Binti amevaa stara na anazungumza katika haya. Ni binti ambaye ana dini. Akasema, naam, nashukuru sana mume wangu, kama alivyosema ni kweli, namuomba talaka. Lakini sababu ya kumuomba talaka, namuona mume wangu vigezo vya kuwa mume wa mke zaidi ya mmoja hana. Wasiwasi wangu kwamba leo mimi ni bi mdogo,
kesho huyu mwanamume anaweza kaongeza mke mwingine. Sistahili kuchekelea kiboko kinachomchapa mke mwenzangu, na mimi chaweza kuja nchapa, naomba bora na mimi aniache. Akaulizwa, anachosema mkeo sawa? Anasema ndio, lakini kwa nini anipangie? Kikao kikamshauri yule mume amrejee mke wake, kwa sababu ya kumwacha si ya kisheria, ni sababu tu ya kimatamanio, anachezea dini. Inaonekana hakusoma ndoa ya ukewenza, ila alidandia kwa matamanio. Walilahi alhamdu, kikao kikaenda vizuri, yule mume kakubali, kasamee na amebatisha talaka kwamba anamrejea mke wake. Mke akatoa kidole akasema, naomba nina rai, unasemaje bibie? Mimi mume wangu amenipangia dada wapo kwenye nyumba kubwa, natamani anirudishe nyumba kubwa tukaishi pamoja. Lakini kumbe kusudio la binti alilenga hivi, kule kuomba kwake talaka ni kumkumbusha mume arudi kwenye uadilifu, moja. Mbili, kutaka arudi nyumbani ni kumdhibiti mume akakae pamoja na mke mkubwa, ili asiwe anapendelea upande mmoja, anavunja haki za kisheria. Kikao kimepitishwa, amerudi. Kuanzia pale binti huyu akaanza kufanya huduma ndani. Akajikuta yani kama mnavyowajua ma house girl, anamhudumia mke mwenzake safi kabisa. Kazi nyingi, dada pumzika mimi nafanya. Mpaka yule mama anamwangalia mtoto wa watu, akawaambia wanawe, wanangu muangalieni sana huyu mama yenu, hata nikifa mpeni heshima zote. Nimetokea kwenye tundu la sindano kupitia mwanamke mwenzangu, niliachwa na baba yenu, ndoa yangu imesalimika kupitia mwanamke mwenzangu. Jambo ambalo kwa wanawake wengi ingekuwa ni sherehe na kujiona utakuwa malikia, lakini mtoto wa watu namna alivyofundwa huko alikotoka, Mwenyezi Mungu amuongoze. Wallahi na waomba mumpe mapenzi hata mimi nikitangulia kufa. Wanawake, ninyi mnatulaumu sisi sio waadilifu. Sikilizeni mwanamke mwenzenu anavyowafundisha dini kivitendo. Naam, maisha yameenda, Mwenyezi Mungu akatangulia kumchukua mama yule, akafariki dunia. Kwa hiyo mama huyu akabakia na mtoto mmoja, wawili tayari wanajitegemea, mdogo mmoja tu. Maisha yanaenda. Watoto wa Dar es Salaam wakawa wanakuja kuleta mahitaji, lakini baada ya muda baba naye akafariki. Mama hana hata mtoto, kabakia mtoto mmoja na wawili wale wa mama wako Dar es Salaam. Watoto wale wakawa wanakuja kumletea mahitaji mama, na kukitokea shughuli za kijamii nyumbani kwa yule mama, watoto wanawasha magari wanakuja, mpaka watu wa mtaani wakajua wale watoto ni wakwake yule mama, kumbe si watoto wake, na watoto wa mke mwenzake. Wale watoto wakajiuliza, kwa nini tuteseke kuja Morogoro, hebu tumbebe mama. Wakawaambia wake zao wa Msasani, wa Mikocheni, wakawaambia wake zao, huyu mama ni mama yetu, sisi ndo nusura ya mama yetu na tumeachwa usia, tafadhalini msitunyanyasie. Hivi ninavyowaambia wasikilizaji wangu, washuhudiaji wangu wa darasa hili, Mwalimu Dimoso nipo, mama yule sasa anaishi kwa mitaa, yani wiki Mikocheni, wiki Msasani, na wale wake wote wanampenda yule mama kwa maelekezo ya waume zao. Mama anakula pension. Sasa naomba nitulie hapa. Ikiwa ninyi wanawake mnatulaumu sisi sio waadilifu kwenye ndoa zaidi ya mke mmoja, hebu kwa mfano huu, kwa mwanamke mwenzenu huyu mnajifunza nini? Ewe mwanamume mwenzangu, hebu sikiliza darasa hili na mkeo, sema naye mkeo huyo hapo, dada yangu wewe, ndiyo wewe, nyisi mnatulaumu sisi. Hebu kwa mfano huu wa mwanamke mwenzenu, mna viwango nyie? Mna viwango? Si mnatulaumu wanaume sio waadilifu? Huyu mwanamke mwenzenu anawafundisha nini? Hebu zungumzeni hapo mke na mume. Okay, chukua dakika moja mbili, naomba mzungumze. Muulize mkeo, ewe dadangu, umejifunza nini kwa mfano huu? Kwa hakika nguvu ya mshikamano inaleta mafanikio katika familia. Allah anasema, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba Mwenyezi Mungu wala msifarikiane. Pamoja na kumkubalia mwenzio ajumuike nawe kama mke mwenza katika familia kwa mumeo. Hebu usifanyie vitimbi.
Usipendelee mke mwenzako apate madhara. Huu ndio Uislamu. Je, wanawake wengi darasa hizi mnazo? Allah anatukanya sana katika Qur'ani, wa atiu Allah, mtini Mwenyezi Mungu, mtini mtume, wala msizozane, mtapoteza nguvu zenu. Qur'ani sura ya 8 aya nambari 46. Msizozane, mtapoteza nguvu zenu. Familia inahitaji nguvu ya mshikamano. Familia yenye mzozo inapoteza nguvu ya mafanikio. Kutatua migogoro badala ya kufikiria maendeleo. Inatuchosha. Hujuma za ndani, kufanyiana israfu. Si anajifanya ana uwezo. Mnapoteza nguvu ya mafanikio kwa sababu ya kuharibiana uchumi. Ni roho mbaya tu zinawatesa. Haya, hujuma za nje, uchochezi unaokuja kutokana na uadui unaotoka nje. Yale makundi mlioyatengeneza, kila mke ana makundi yake. Makundi yana kazi ya kufanya upelelezi. Kitoka kukabati au friji imeingia, tayari mwenzako ana friji mpya. Kumbe inawezekana ile friji iko pale ndani ilikufa compressor, imekwenda kutengenezwa. Kwa hiyo kuna kikosi kinakaa kuchunguza ili wapelekewe taarifa. Ujinga. Mwalimu Dimoso, nimewasikia na ninaifikia jamii ya Kiislamu. Huu ndio mchango wangu kwenye dini na mimi. Uchumi wa familia utaanza kutumika kwa waganga. Mtataanza kutoleana siri za ndani kwa wapambe, tena wengine hata wasiokuwa Waislamu. Mnakwenda kumwaga siri. Mnaharibu ustawi wa familia. Jamii tunakwama wapi? Tunahitaji semina. Hebu tualikane jamani, tufanye semina hizi. Umma hauna semina. Haya magomvi, magogoro ni kwa sababu ya umbumbumbu. Kusha. Ishu ni hiyo tu. Uchumi unaweza sasa kutumikia saratani, magonjwa kama vile pressure. Sasa haya yote yanakuja kuleta maharibifu ya familia. Watoto hawataleleka kitabia kwa kushuhudia migogoro yenu nyinyi wanandoa. Mama huyu na mama yule wanaitana, mara huyu amwambia huyu malaya. Kwenda mkoa mmoja, mwanamke anamtuma mtoto asubuhi, anakwenda kwa baba alikolala nyumba ya pili, anamwambia baba yenu kaoa malaya. Kinafika kile kitoto kinamuuliza mama yake mdogo, baba yenu ameoa changudoa. Anamuuliza, eti mama akasema baba kaoa changudoa. Changudoa ndio nini? Yule binti aliongezwa kwenye ndoa, ana miaka 3, alisilimishwa, kaja kwa Muislamu mvaa juba, alafu mvaa juba huyu ndio anatuma mtoto akamwambie mke mwenzake baba kaoa changudoa. Baada ya baba kuchukua, anampakia kwenye pikipiki na anamuuliza, eti baba, mama kasema wewe umeoa changudoa. Hii nini sasa hii? Yule mke akashinda analia siku hiyo. Ana miaka 3, alisilimu, anashika dini vizuri, lakini yule mke miaka 3 hataki kumtambua mwenzake. Sasa imefika mahala hali mbaya mahusiano, leo anaongezewa tena kwamba wewe changudoa. Alilia sana yule mke. Haya maisha gani haya? Kwa hiyo tunatakiwa tujadili kwa nini uadui unakolea kwenye ndoa. Msipende kupekua mambo ya ndoa za wengine. Ni hatari sana. Na ukiseti security maspai wanaweza kukufikishia taarifa tofauti, nawe ukawa mtumwa wa kuamini. Huu ujinga gani huu? Mtume anatufundisha tudhaniane vizuri. Lakini dhana mbaya ndizo zenye kuwateseni wanawake kwenye ukewenza. Usababisha chuki kwa majirani. Hawataweza kukwepa kwa wao ndio waharibifu kwa upelelezi wao.
Dini haitaki upelelezi wa fitna. Taarifa zinaweza tengenezwa za uongo ili kuwakosesha, kuwagombanisha. Wanaweza wakamjazia na sio kuwepo. Enyi wanawake, msitoe siri za wenzenu, hata kama ni marafiki zake. Msitoe siri, mnatengeneza bomu litakalo watesa. Mnakosa mipaka, mpo tayari kuanikiana aibu za ndani kwa mashoga. Mnadhalilishana, unamdhalilisha ndugu yako Muislamu mwenzio. Aibu ya familia ibakie ndani ya familia, isitoke. Ukishindwa kuitunza siri, mwingine hawezi kukutunzia. Tena aibu ile inaweza ikasambaa ikafika usiko kutarajia. Jamani, jamii na elimu. Ikitokea mume amekosea jambo katika majukumu yake, mke asimseme mumewe huyo kwa watu wengine. Utokea sana kwa wake wanaopenda kulaumu, wanakosa hekima na kuwasimulia watu ovyo. Madhara yake mnapoteza stara ya familia. Tafuteni sehemu sahihi. Hebu kuna haja washauri na sawa Kiislamu waibuke ili kuilea taasisi ya familia. Jamani, hali ni mbaya. Tena hali mbaya kweli kweli, sio masiara. Ndoa ya mke mmoja inapumulia mipira, ipo ICU, mochwali. Ndoa za wake wengi ndo balaa kabisa. Mwalimu, najitokeza kwenu jamii ya wanandoa, na utamani ushirikiano wenu popote pale Waislamu mlipo, iwe mikoani, iwe nje ya nchi, popote pale mtakapoona mmejipanga, hebu tualikeni washauri na saa, tuje tuendeshe semina. Hii migogoro yote majawabu yake ni kwamba hatuna. Leo watu wanapewa vyeti vya ndoa, hiyo ndoa yenyewe hawajaisomea. Kuna nini hapo? Hivi taasisi kubwa ya ndoa watu wanakabidhiwa vyeti shuleni hawajaenda. Kuna nini hapo? Namna tulivyofeli kwenye ndoa ya mke mmoja, tunaendelea kufeli kwenye ndoa za wake wengi. Sasa hivi naongea nanyi wanawake kama sehemu ya uharibifu wa familia. Ni Mwalimu Dimoso. Nifuatilie na kuja sasa kuyaangalia makosa ya wake waliotangulia kuolewa, nije nimalizie na makosa ya wake wanaokuja nyuma kuolewa. Namna gani wanauharibu kewenza. Napatikana. Namba yetu ya WhatsApp ndio hiyo inapita. Ile kodi ni vizuri, inasoma 0715 719 215. Namba yetu ya WhatsApp. Kazi ya namba yetu hiyo ni kuendesha semina za ndoa kwa mtu mmoja mmoja kama anaingia kwenye ndoa, ama kama watu wanaingia kwenye ndoa ya ukewenza. Tuanze kusoma kabla ya kwenda ili tusiharibiane maisha. Kazi ya namba hiyo ni kusimamia shughuli za ndoa, yani kwenye matukio rasmi ya ndoa. Kama watu huwa wanavyokodisha ma-MC, sisi tunakuja kwa ajili ya kufanya darasa siku ya ndoa. Kazi ya namba hiyo ni kuitana, kuendesha programu ya semina ili kuongezeana maarifa. Kama watu wanaweza kutumia mapesa mengi kwa ajili ya sherehe za ndoa, kwa nini tusitenge budget ya kuwaita washauri na saa tuisome ndoa? Kazi ya namba hiyo, tunaendesha darasa za ndoa kupitia WhatsApp. Tunakukaribisha. Njoo tuijue ndoa na ndoa itujue. Ndoa bila elimu ni sawa na chai bila sukari. Ni Mwalimu Dimoso, mshauri na saa katika masuala ya kifamilia.
I repeat, I'm available. I'm ready to receive any kind of invitation, anywhere, everywhere. If you organize, be it in a group or institution, I'm available, I can respond. It's the matter of compromising. So I'm available. Just keep in touch with me. We can flourish communication, and then things will be possible, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.